Nao polisi Nairobi wanasema bado wanachunguza kifo tata cha mwanamke mmoja katika jumba moja alikokuwa akifanya kazi mtaani Kilimani. Zaitun Kavaya aliaga baada ya kuanguka kutoka kwenye jumba moja alikokuwa akifanya kazi, ambako leo jamaa zake na chama cha wafanyikazi wa nyumbani wameandamana kudai haki. Hata hivyo, kama Ode Francis anavyoarifu, kanda ya kipekee ya video imeonyesha yaliyojiri kabla ya kifo cha mama huyu. Siku moja baada ya familia ya Zaituni Kavaya kupewa matokeo ya uchunguzi wa upasuaji uliobaini kuwa alifariki kwa majeraha baada ya kugongwa na kifaa butu, kanda za video tulizopokea zinatoa picha ya hali ilivyokuwa. Katika video hii, mwanaume aliyevalia shati jeupe kwenye orofa hii anaonekana akimshika mwanamke katika orofa hii na kisha anamwachilia. Anafanikiwa kufika orofa ya chini baada ya kufanikiwa kuteremka orofa ya 5. Hapa wanawake watatu wanaonekana kumzungumzia, ila mama huyu anaendelea kuteremka orofa ya 3. Ni mama mkubwa. Hapa mama anaonekana kuzungumza na watu wasiojulikana kwa muda na baadaye hali si hali tena. Katika eneo hili la orofa ya 3 kutoka chini ya jengo hili, mama huyu anaonekana kushindwa atakapojishikilia baada ya kupata eneo hili kuwa na vioo vilivyofunika. Picha za kipekee za mama huyu akiwa na nguo hii aina ya samawati pamoja na madoadoa mekundu na meusi yanaonekana. Haya yakijiri, familia pamoja na miungano ya wafanyikazi wa nyumbani wakiandamana mchana kutoka Kibera alikoishi Kavaya hadi alikofariki Kilimani, na baadaye kukutana na kamanda wa polisi wa Kilimani kutaka majibu. Inafanywa na DCI na yangu tu ni kuhakikisha kwamba tumeendelea na uchunguzi na Zaitun atapata haki. Zaitun atapata haki yake. Yule mtu atapatikana na hatia atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Tunaomba rais wetu pia